hatuko tayari kuwaacha wake zetu wakawa wajane au wake zetu wao wakawa wagane kwa sisi kufariki kwa ajili ya tarehe 29. Halikadhalika tuko tayari kuona watoto wetu wanabaki kwa yatima, kwa sababu wenzetu hao wanaoandaa maandamano wana makusudio yao. Kwanza, kama walivyosema wenzangu, hawapo hapa Tanzania familia zao ziko nje ya nchi hii. Familia zao hivi sasa wanaishi kama wakimbizi salama katika maeneo mbalimbali, jambo ambalo na ukimbizi katika nchi hii hakuna, kwa sababu Dr. Samia alipoingia aliwaita wale wote waliokimbia, akawaambia njoeni tujenge taifa letu, na wapo hapa. Walichofanya, kwa sababu walikuwa na maslahi katika mataifa hayo, walirudi wao, lakini familia zao wakaziacha huko, zikiendelea kusomeshwa na serikali za Amerika, zikiendelea kupewa huduma mbalimbali za kijamii na serikali za wenzetu kutoka European countries, lakini na wale wengine walikuwa katika nchi za Arabic countries. Sasa likiharibika katika taifa letu, wao watakuwa na majukumu mawili. Kwanza, kuhakikisha mtafaruku wetu ama mapambano yetu hayawi mapambano yale madogo, yani Watanzania tuumizwe, tuvunjwe, tufe, na wao watakuwa wanachukua hayo matukio kwa kurekodi, na wakishamaliza kurekodi wanapanda helikopta au ndege, wanaondoka wakiwa tayari wana video ambazo wamechukua kwa matukio yale walioyahamasisha na kufanikiwa kwao. Sasa wanapeleka kwa mabwana zao ili kwanza wajiongezee vibali vya wao kuendelea kuishi katika maeneo hayo wanaoishi, lakini vile vile kuongezewa ruzuku kwa kazi kubwa wanayoifanya. Lakini mwisho wa siku wajitengenezee mazingira, na kwa sababu walikuwa wanaelezea swala la uasi, na yupo kiongozi alikuwa akilirudia neno hilo kwa video hizo na kwa namna ambavyo atakavyoenda kujieleza, msishangae nchi yetu kwa mara ya kwanza kukawa na wahasi porini kwa ajili ya kuharibu amani ya taifa letu. Ndugu zangu, nikisema uasi, mnajua, kwa sababu uasi ulishafanyika katika nchi ya jirani tu ya Uganda. Nakumbuka namna gani watu walipouana mpaka Watanzania tuweza kutuliza hali ya Uganda. Lakini mnajua uasi ulivyosumbua katika taifa la Burundi, katika taifa la Rwanda, halikadhalika katika taifa la Angola, kipindi kile cha yule bwana anaoitwa Savimbi. Waliua watu takriban ama wanaokisiwa 500,000 mpaka milioni. Wapo walioua kwa mikono yake kwa sababu ya uasi wake na kujitengenezea mazingira ili aendelee kupewa silaha nyingi na kubwa za kivita kutoka Amerika na Europe, ili aendelee kunufaika na huo uasi aliokuwa anaufanya. Kwa ndugu zangu, kuna watu wana mikakati ya miaka 5, miaka 10, miaka 20 mpaka 30 kwa ajili ya kuona taifa hili hatukai katika amani na utulivu. Nyinyi ndio watu wa kuamua kwamba taifa letu liendelee kubaki na amani ama liendelee kubaki na amani. Tarehe 29 twendeni tukatiki. Twendeni tukatiki kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa mfano, rais ambaye mataifa mengine yanatamani kuwa na rais wa aina hiyo. Taifa letu wakati anakabidhiwa ni kwa mara ya kwanza, na tulikuwa hatujawahi kuexperience ya rais aliyokuwa madarakani kufariki katika kipindi cha uongozi wake. Mwanamama shujaa, mwanamama jasiri, akiwa amezungukwa na wakina baba majemedari, wanasiasa nguli, akasema nipeni nchi kwa mujibu wa katiba, niko tayari kwa ajili ya kuongoza taifa hili. Lakini niwaahidi miradi yote ambayo ilikuwa ikitekelezwa na serikali hii, ambayo mimi nilikuwa kama makamu wa rais, naenda kuisimamia, na ndani ya miaka 5 miradi hiyo inaenda kukamilika. Ndugu zangu, labda niwaulize,
Bwawa la Mwalimu Nyerere la umeme limekamilika au halijakamilika? Treni ya mwendo kasi SGR kwa ajili ya kubeba abiria na mizigo kwa kipande cha kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, na sasa umeanza utaratibu wa kutoka Dodoma mpaka Tabora na Tabora mpaka Mwanza, Mwanza mpaka Kigoma, Kigoma mpaka Burundi. Je, kwa hatua ya awali Mwanza kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma imekamilika au haijakamilika? Ndugu zangu, kulikuwa na daraja la mfano, na daraja hili linasadikika kwa ni miongoni mwa daraja makubwa duniani, na kwa Afrika inasemekana ndio daraja namba 1. Daraja la Kigongo Busisi lilokuwa kule Geita, mama amelisimamia likiwa na 30% ya ujenzi wake. Leo hii lina 100% limekamilika na limezinduliwa. Hilo tunalijua, tulijui. Na miradi mingine mikubwa imefanyika chini ya usimamizi wake Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa rais kwa mujibu wa katiba. Leo hii mama huyu tunaenda kumchagua sasa kwa mara ya kwanza, na taifa letu linaingia kwenye historia. Na wakina mama hasa nitawashangaa sana kama wataogopa kufika katika vituo vya kupiga kura. Watasikia maneno ya watu hawa tutakuandamana, wakaogopa kwenda kupiga kura. Safari hii tunakwenda kumpigia kura mwanamke wa kwanza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka 2020 kura zilimchagua Dr. John Pombe Magufuli, na baada ya kufariki kwa mujibu wa katiba akawa Dr. Samia. Safari hii ndugu zangu, wakina baba tunajua wenye mafanikio yetu nyuma yetu na mbele yetu kuna nani? Mwanamke. Lakini wakina mama wenyewe wanajua kwamba wao wanaposimamia jambo ama wanaposimamia mwenzao wana uhakika na kila anachoenda kukifanya. Wakina mama na sisi wakina baba, twendeni tukaweke rekodi ya kwenda kumpigia kura rais wa Jamhuri ya Muungano wa kwanza mwanamama kwa ajili ya ulinzi na usalama wa taifa letu. Ni imani yangu kwamba sote kwa umoja wetu tutakwenda kumpigia Dr. Samia Suluhu Hassan. Kama mmenielewa ndugu zangu, basi tuweke ahadi mbele ya mama huyu. Tunyanyue mkono juu kwa kumwahidi Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba tunaenda kumpigia kura tarehe 29. Niwaombe wote tunyanyue mkono.